Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inaamini kwamba maendeleo ya vijana si ajenda ya kijamii pekee, bali ni uwekezaji wa kimkakati kwa mustakabali wa taifa. Katika kufikia dhamira hiyo, tumeendelea kuimarisha sera, programu na mifumo ya kuwawezesha vijana kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya nchi yetu. Uwezeshaji wa kiuchumi zaidi ya shilingi bilioni 12.7 zimetolewa kwa wanufaika mbalimbali kupitia programu za uwezeshaji wa wananchi kiuchumi. Aidha, serikali inaendelea kutekeleza mikakati inayolenga kuzalisha hadi kufikia ajira 350,000 ifikapo mwaka 2030, sambamba na lengo la kuratibu upatikanaji wa ajira zenye staha zaidi ya 70,000 katika mwaka huu wa fedha 2026-2027. Hatua hizi zinaonyesha dhamira ya dhati ya serikali kuhakikisha kwamba ukuaji wa uchumi unaenda sambamba na ongezeko la fursa kwa vijana. Miongoni mwa ajenda muhimu ambazo Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imeendelea kuzisimamia kwa mafanikio makubwa ni uchumi wa bluu. Zanzibar imeendelea kujijengea nafasi kama kinara wa uchumi wa bluu katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki. Kupitia ajenda hii, tumefungua milango mipya ya fursa katika sekta ya uvuvi wa kisasa, ufugaji wa viumbe wa baharini, utalii wa bahari, usafiri wa majini na shughuli nyingine zinazotegemea rasilimali za bahari. Tunaishi katika kipindi ambacho dunia inashuhudia mapinduzi mapya ya kiuchumi yanayoongozwa na Artificial Intelligence AI, uchumi wa kidijitali, uchambuzi wa taarifa yani data analytics, teknolojia za mawasiliano na mifumo mipya ya uzalishaji. Wataalamu wa uchumi duniani wanakadiria kwamba Artificial Intelligence inaweza kuongeza uchumi wa dunia wa zaidi ya dola trilioni 7 katika miaka ijayo, kuongeza kwa kiwango kikubwa uzalishaji na ufanisi katika sekta mbalimbali za uchumi. Kwa mnasaba huo, dunia inaingia katika zama ambazo maarifa, ubunifu na matumizi ya teknolojia vitakuwa muhimu zaidi katika wakati mwingine wowote katika historia ya mwanadamu. Swali muhimu kwetu si kama mabadiliko haya yatatokea, ila ni kama vijana wetu wako tayari kwa mabadiliko hayo kwa kuzingatia namna tunavyoandaa. Kuwekeza katika elimu, maendeleo ya ujuzi, tehama, utafiti, ubunifu na ujasiriamali kwa lengo la kuandaa vijana kwa mahitaji ya uchumi wa sasa na wa baadaye. Jambo muhimu zaidi ni kuwa na utayari wa vijana wenyewe. Dunia ya kesho itahitaji watu wanaoweza kujifunza haraka, kuendana na mabadiliko na kutumia teknolojia katika kutatua changamoto za jamii. Itahitajika wataalamu wa artificial intelligence, cyber security, data analytics. Itahitaji wabunifu wa teknolojia, itahitaji wajasiriamali wa kidijitali na pia itahitaji vijana watakaoweza kushindana katika soko la kikanda na la kimataifa. Wito wangu kwa vijana: kutumia vyema kila fursa mnayoipata leo kujifunza, kuijengea uwezo na kuwekeza katika maarifa. Msiwe watumiaji wa teknolojia pekee, kuweni wabunifu wa teknolojia. Msiwe watazamaji wa mabadiliko, kuweni sehemu ya mabadiliko hayo. Msiwe watafutaji ajira pekee, kuweni waajiri na wazalishaji wa fursa kwa wengine.